Hamjambo ndugu zangu, karibuni tena katika kipindi kingine. Nashukuru, karibuni wapendwa. Katika kipindi kingine cha Bwana Yesu Kristo. Kipindi kingine ambacho kitatufungua macho, tuelewe ukweli wa Yesu Kristo. Leo ninakaribisha wengi, ninawakaribisha katika jina lake Yesu Kristo. Ndugu zangu, Mungu ametupatia neema tuweze kuwa sisi pamoja nawe na tuweze kushiriki nawe, kwa kuwa alituumba binadamu ndio tuweze kukua tunashiriki pamoja, tukitukuza Mungu lakini pia tukimuelewa kwa undani. Leo ninakukaribisha wapendwa wote sehemu yoyote, kama wewe ni Mkristo, Mwislamu, kama wewe ni hata yule ambaye aabudu Mungu, ambaye amtambui, ninakukaribisha pia uelewe neno la Mungu. Neno la Mungu ambayo nimepatiwa, ambayo iko ndani ya moyo wangu, na leo nataka kukupatia ni agano la Mungu. Kwa nini Mungu anatumia damu kwa agano zake? Ukipata akitumia kwa maagano mengi ambazo ametumia katika Biblia, unapata lazima damu imwagike. Mungu anatumia damu kwa agano lake. So leo neno la Mungu ni kwa nini Mungu anatumia damu kwa agano. Umuhimu wa damu. Kwa nini damu? Kwa nini Yesu Kristo tunaambiwa damu yake inahitajika kwa dhambi zetu? Leo neno la leo hasa si ya Wakristo, bali hasa ni ya watu kama Waislamu na madini tofauti, ambao walikuwa kama mimi, hawakuelewa kwa nini Yesu alikufa msalabani na kwa nini Wakristo kila saa wanaongea kuhusu damu. Hii damu inasamehea binadamu. Damu ambayo inasamehea dhambi yako ni nini? Kwa nini mtu anakufa kwa sababu yake, na damu ni nini? Ina maana gani? Hii kitu inasumbua watu wengi ambao hawaelewi. Hata Wakristo wengine pia hawaelewi kwa nini damu ilimwagika. Lakini ndugu zangu, leo nitakufunulia Biblia na utaona kuwa Mungu huyu wa Biblia, ambaye ni Mungu wa mbingu na ardhi, ni Mungu anatumia damu kwa maagano zake. Sio ati ni kitu ya kwanza Yesu alitokea akamwaga damu. Hapana. Damu ni agano ambalo Mungu hutumia kama seal ama kama uunganisho katika agano kati yeye na binadamu. Ndugu zangu, damu ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Damu ni kitu muhimu kwa Mungu, kwa sababu damu ambayo ukitembea siku ya leo, wewe ni damu. Uhai wako uko ndani ya damu. Ndio naona hata ukijikata kidogo utapata kuwa unasikia uchungu sana damu ikimwagika. Ukijikata kidogo, damu ikimwagika, unakimbia hospitali ati ifungwe. Unataka bandage, unataka kitu ya kufunga ndio damu isimwagike, kwa sababu ndani ya damu kuko na kitu muhimu sana. Ndugu yangu, damu ikimwagika kwa mwili wako ni kitu ambacho ni kina thamani kuliko hata pesa. Kwa hivyo leo nitakufundisha kwa nini hiyo damu ambayo inamwagika hata kwa mwili wako unasikia uchungu, hiyo damu ni muhimu sana kwa Mungu, ama tuseme kwa pia shetani anaipenda hii damu ya binadamu. Kabla tuanze, nataka kukufundisha kuwa Mungu ni roho.
shetani ni roho. Roho yoyote, hata kama ni ya Mungu ama ni hiyo roho ya shetani, kitu cha muhimu katika roho, lazima wanahitaji damu. Damu ni kitu muhimu sana. Ni kama fedha katika ulimwengu wa kiroho. Mungu ni roho, shetani ni roho, na katika ulimwengu wa kiroho damu ni kama pesa, ama ni kitu ambacho ni muhimu sana katika maagano zao. So kwa mfano leo nitakufunulia na uelewe kuwa damu yako ikimwagika unasikia uchungu sana, hautaki mwagike, unaifunika. Kwa nini unafanya hivyo? Nitakupatia mfano mwingine. Watu wengi wale ambao wanaabudu sanamu, ama watu wengi ambao wale hawajui Mungu wa ukweli, sana sana wanapenda kuenda kwa wachawi, ama wataenda kwa daktari wa mitishamba, ama wataenda kwa daktari wa, tutasema aje hao, tutasema kwa kizungu ni herbalist. Si herbalist, ni madaktari wa wachawi, sijui nitaisema aje. Watu wengi wakikuwa na ugonjwa, ama utapata kuwa wanataka kuzaa, ama wako na shida fulani, ama wanataka utajiri, ama wanataka umaarufu, wanaendaga kwa watu wanaitwa witch doctor kwa kizungu, lakini kwa Kiswahili wanaitwa wanaitwa tu, mimi najua ni wachawi, tunawaitaga tu wachawi. Unaenda kwa daktari wa wachawi, ama unaenda kwa mtu ambaye anafanya vitu za kichawi akusaidie. Ukienda huko utapata huyu mtu ama agent wa shetani, kitu ya kwanza atakwambia, huyo mtu ambaye anawakilisha shetani atakwambia, ukikuja na shida zako, kama wewe si mtu wa kuenda kwa kanisa, utapata unaenda kwa hizo manyumba zao, unaenda unamwambia huyu mtu ambaye anajua shetani vizuri, ni agent wa shetani, ama ni mfuasi wa shetani. Utamwambia, mimi niko na shida hii fulani, bibi yangu hawezi zaa, ama mimi nataka umaarufu, ama mimi ni mgonjwa, nisaidie. Ama tunawaitaga madaktari wa kienyeji. Sasa hao watu watakwambia nataka kuku. Wanaweza kuambia nipatie kuku nyekundu ama kuku nyeusi, ama wanaweza kuambia nipatie mbuzi fulani. Lakini nia yao ya kutaka kukusaidia, kwanza wanakuambia hatutaki vitu mingi, tunataka tu kuku nyekundu utuletee. Wewe ukileta kuku, hiyo kuku itachinjwa na hiyo damu itamwagika. Na hiyo damu ikimwagika, kuna mambo tofauti watasema, alafu wakimaliza watakwambia rudia baadaye, utapata ugonjwa wako umepotea, ama utapata utazaa, ama utapata umaarufu, ama pesa utapata, kwa sababu kuna damu imemwagika. Unajua uhai wa binadamu ama uhai wa mnyama uko ndani ya damu. Hauko ndani ya mwili, uko ndani ya damu. Hauko ndani ya nyama, hapana, uko ndani ya damu. Uhai wa mnyama. Kwa hivyo ndio unaona watu wengi wakichinja mbuzi ama wakichinja kondoo, ama ukichinja kwa chakula tu, unapata kwanza inamwagika damu. Damu kidogo tu kumwagika kwa shingo, ukishakata shingo unapata inakufa. Hiyo damu imemwagika, uhai wa hiyo kuku, uhai wa huyo mnyama uko ndani ya damu. Damu ni kitu muhimu sana kwa shetani ama kwa Mungu. Damu ndio iko na uhai wa huyo mnyama. Ndio unaona Mungu akiongea na Noa katika kitabu chake cha Mwanzo, alimfundisha kitu muhimu sana. Alimwambia hivi, tukienda katika Mwanzo, ninasoma Biblia sasa. Tukienda katika Mwanzo, wacha nifungue Biblia yangu. Mwanzo. Tukienda Mwanzo sura ya 9 mstari tukianza wa 3, Mungu anaambia Nuhu anamwambia hivi, wanyama wote hai watakuwa chakula chenu kama vile nilivyowapa mimea kuwa chakula chenu. Lakini msile nyama
yenye damu, kwani uhai uko katika damu. Mungu anasema hata we saa hii ukikula nyama ambayo haijapikwa, hiyo nyama iko na damu, wewe mwenyewe unajipatia laana kwa Mungu. Ni vizuri na ni vyema kujua kuwa ukikula nyama, ukienda katika pahali pa starehe na uende uitishe nyama na hiyo nyama haijapikwa vizuri, iko na damu, kama vile tunapata nchi tofauti tofauti zinafanya hivyo, jua kuwa unaleta laana kwa maisha yako, kwa sababu damu iko ndani ya hiyo nyama, na Mungu amesema tusikule nyama ambayo iko na damu, kwa sababu damu ndio iko na uhai wa huyo mnyama. Ndio naona Mungu analeta laana katika maisha yetu tukijaribu kukunywa damu. Damu ni kitu ambayo hata kama ni damu ya ng'ombe, damu ya mbuzi, ingawa tunaona utamaduni wetu ambao sisi tunafanya bila kuelewa, tunakunywa damu. Unapata mautamaduni zetu tunakunywa damu, tulifundishwa hivyo, lakini ni mambo za kishetani, kwa sababu shetani anajua Biblia kuwa Mungu alikataza, lakini anaambia watu kwa utamaduni wenyu endeleeni kukunywa damu, kwa sababu wanajua damu ndio iko na uhai wa huo mnyama. Na Mungu alikataza Noa ama Nuhu, akamwambia, tukienda kwa mstari wa 4 akasema, lakini msile nyama yenye damu, kwani uhai uko katika damu. Alafu akasema, damu ya uhai wenu nitaidai kutoka kwa kila mnyama na binadamu atakayemuua binadamu mwenzake. Mungu anasema hata mnyama akijaribu kukuua, kwa sababu ameua, hiyo damu imemwagika, hata huyo mnyama Mungu anasema iweni, kwa sababu damu ni kitu ya maana. Kwanza damu ya binadamu ni kitu ya maana, ina fedha sana kwa Mungu. Mungu ametukataza damu, ametukataza tukunywe damu. So ukienda kwa au watu ambao ni watu wa kienyeji, ama watu ambao wadaktari wa kienyeji, wale ambao wanafanya mambo za ushetani, utapata atakwambia leta mbuzi, leta kondoo ndio tuichinje, alafu shida yako itatatuliwa. Wewe ile kitu ambacho umefanya, umetengeneza agano na shetani. Damu iko na uhai, na ukimwaga damu unatengeneza agano, kama haijalishi ni shetani ama ni Mungu. Agano linatengenezwa kati yako na shetani ama kati yako na Mungu kupitia nini? Kupitia damu ambayo ilimwagika ya huyo mnyama. Ndugu yangu, damu ya kuku si kama damu ya binadamu. Damu ya kuku si kama damu ya binadamu. Ndio unaona watu wengi ambao wanaabudu shetani wataanza na damu ya kuku, kidogo wataanza kuambiwa leta damu ya kondoo, kidogo damu ya ng'ombe, alafu watafikia damu ya mtoto wako, kwa sababu damu ya binadamu iko na uhai na thamani sana. Utaona shetani akiambia mtu, nitakupatia mali, utakuwa tajiri, ama utakuwa mtu ambaye unajulikana, ninataka mtoto wako, kwa sababu anajua damu iko na uhai, na ukimwaga huo damu umetengeneza agano na shetani, na shetani atatimiza yote ambayo alikwambia atafanya, lakini utakuwa umeenda kadiri na neno la Mungu, na Mungu atakupatia laana. So shetani atakupatia chochote unataka, lakini anajua Mungu kwa kufanya huo uovu ulifanya, atafanya nini? Atakupatia laana. Mungu atakulaani ukikunywa damu, ama ukichinja damu, ama ukiua binadamu mwingine, kwa sababu uhai wa binadamu uko ndani ya damu. Sasa tumeelewa kuwa damu ni kitu ya muhimu kwa Mungu, pia damu ni kitu muhimu kwa shetani. Ingawa shetani anakopi ama anafanya vile Mungu anafanya, kwanza Mungu ndio anaitisha maagano zote za Mungu. Utapata mingi za Mungu anatumia damu kufanya agano na binadamu, lakini sasa shetani anakopi ama anafanya vile Mungu anafanya, anashikanisha, anatengeneza agano na mabinadamu kutumia damu za wanyama ama damu za binadamu. Ndugu zangu, Mungu anatumia, sasa tukirudi kwa Mungu,
tutaona kuwa Mungu agano zake anatumiaga damu. Tukianza katika maisha ya Nuhu ama Noa, tutaona kuwa huyu ni Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20. Tutaona kuwa ingawa Noa alichinja wanyama kumshukuru Mungu kwa kumuokoa kwa maji. Unakumbuka Noa ama Nuhu ni yule ambaye alitengeneza jahazi, akakaa siku 40 kwa maji, alafu dunia mzima ikaangamizwa na maji. Baadaye alitoka, alichinja wanyama, akushukuru Mungu na kusema kuwa Mungu alimhifadhi. Lakini kuna kitu alifanya. Saa zile tu alichinja ng'ombe ama alichinja au wanyama, Mungu alitengeneza agano na yeye. Na kutengeneza agano na yeye, alitengeneza agano na binadamu. Ingawa Noa alikuwa anamtukuza Mungu, lakini Mungu akaona akaona damu imemwagika, akatengeneza nini? Akatengeneza agano. Tukienda kwa sura ya mstari wa 20 unasema hivi: Noa akamjengea Mwenyezi Mungu madhabahu, akatoa mmoja katika kila aina ya wanyama walio safi na ndege walio safi, akamtolea Mungu sadaka za kuteketezwa. 21. Harufu nzuri ya tambiko hiyo ikampendeza Mwenyezi Mungu, naye akasema moyoni mwake, kamwe sitalaani tena nchi kwa sababu ya binadamu. Najua kwamba mawazo yake ni maovu tangu utoto wake, wala sitaangamiza tena viumbe wote katika kama nilivyofanya. Mungu alipendezwa na vile Noa alifanya, lakini kuwa Noa alimwaga damu na kuwa kuna damu, uhai uko ndani ya damu, Mungu akatengeneza agano na Noa. Tukienda Mwanzo sura ya 9 mstari wa 8 unasema hivi: kisha Mungu akamwambia Noa na wanawe, ninaweka agano langu nanyi na wazawa wenu na viumbe vyote hai, ndege, wanyama wa kufugwa na wanyama wa porini, wote waliotoka katika safina pamoja nanyi. Kulikuwako na damu, lakini Noa yeye alikuwa anashukuru Mungu. Damu kumwagika, Mungu akatengeneza agano na Noa na kumwambia kuwa hata angamiza dunia tena na maji. Hiyo ni maisha ya Noa. Tukienda katika maisha ya Ibrahimu, tunaona vile vile Mungu anafanya jambo kama hilo. Anatumia nini? Anatumia agano kupitia damu. Baadaye Mungu alimuita Ibrahimu na kumwahidi kwamba angemfanya kuwa baba wa mataifa mengi. Bwana alimwagiza Ibrahimu achukue wanyama kwa ajili ya sadaka. Hivi ndio iliendelea. Katika Mwanzo sura ya 15 mstari wa 5, Biblia inasema hivi: hapo Mwenyezi Mungu akamleta Abrahamu nje na kumwambia, tazama mbinguni zihesabu nyota, kama kweli utaweza kuzihesabu, hivyo ndivyo wazawa wako watakavyokuwa wengi. Tukishuka mstari wa 8, Biblia inasema hivi: Abrahamu akamuuliza Mungu, lakini Abrahamu akamwambia, Mwenyezi Mungu, nitajuaje kwamba nitaimiliki nchi hii? Mwenyezi Mungu akamwambia, niletee ndama wa miaka 3, mwanambuzi jike wa miaka 3, kondoo dume wa miaka 3, na hua na kinda la njiwa. Mungu anataka kutengeneza agano. Akamwambia alete hawa wanyama. Abrahamu akaleta wanyama na akawachinja. Kuwachinja, Mungu akatengeneza agano. Tukishuka mstari wa 18, Biblia inasema hivi: siku hiyo Mwenyezi Mungu akafanya agano na Abrahamu akisema, wazawa wako ninawapa nchi hii, toka mto wa Misri hadi ule mto mkubwa wa Yufraeti. Tunaona nini ndugu zangu? Agano inatengenezwa na Mungu kupitia damu. Damu yakimwagika, kwa sababu kuna uhai ndani ya damu, Mungu anatengeneza. Mfano mwingine ndakuambia ndio uelewe. Ukitaka kununua nyumba, umependezwa na nyumba, unasema hii nyumba naitaka, uko na pesa ya kuinunua, utaenda kwa mwenye nyumba, mtatengeneza agano.
mtaandika makaratasi na wewe utasign ama utatumia pengine kidole chako cha gumba kuweka, utatumia ink ama muhuri kama muhuri katika hiyo karatasi, ama utaandika na kalamu. Hiyo kalamu iko na nini? Hiyo kalamu iko na, kwa kizungu iko na ink, ama kwa Kiswahili tutasema nini? Iko na, sielewi Kiswahili sana, lakini iko na, utatumia kalamu kama kusign ama kuseal, ama kalamu ndio utatumia kutengeneza agano kati yenu kuwa utanunua hii nyumba. Damu vile vile ni kama sign ama kama seal ama kama agano, inatumika kama damu inatumika kama agano kati yako na Mungu. Damu ikimwagika, agano inatengenezwa. Ndugu yangu, damu ikimwagika, agano, Mungu anatengeneza agano. Tukienda katika maisha ya Musa, tukirudi katika maisha ya Musa, tutaona hivi. Mungu alitoa watoto wa Israeli katika nchi ya Misri, akawatoa katika nchi ya Misri, akawapeleka katika wilderness, ama kwa Kiswahili tutasema nini? Aliwapeleka kwa njia, aliwatoa Misri akaanza kuwapeleka. Alikuwa anataka kutengeneza agano nao. Alijua hao watu pengine hao watu katika maisha yao watakosa kumfuata. Mungu akaamua kutengeneza agano nao katika maisha yao. Kabla atengeneze agano, alitaka kwanza hao watu waitikie kuwa watatengeneza agano na yeye. Sasa vile Mungu alipowatoa Waisraeli katika nchi ya Misri, aliwaita kuingia katika uhusiano wa agano pamoja naye. Mungu alimwambia Musa kwamba ikiwa Waisraeli wangemsikiliza na kushika agano lake, wangekuwa watu wake wa pekee kuliko mataifa mengine. Tukiangalia Kutoka mstari wa sura ya 19 mstari wa 5, Biblia inasema hivi. Ndipo mstari wa 5. Ama tukianza mstari wa 4 unasema hivi: nyinyi wenyewe mmeona nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua kama tai anavyochukua watoto wake kwa mabawa, nikawaleta kwangu. Sasa basi, kama mkitii sauti yangu na kulishika agano langu, mtakuwa watu wangu wateule kati ya mataifa yote, maana dunia yote ni yangu. Aliambia Musa aende awaambie hivyo. Musa akaenda akawaambia. Tukienda katika mstari wa 8, Biblia inasema hivi: watu wote wakaitikia kwa pamoja wakisema, mambo yote aliyoyasema Mwenyezi Mungu tutayatenda. Tukishuka mstari wa 10, Biblia inasema hivi: Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, nenda kwa watu watakase leo na kesho, waambie wayafue mavazi yao, wawe tayari kwa kesho kutwa, maana siku hiyo ya 3 mimi Mwenyezi Mungu nitashuka juu ya mlima Sinai mbele ya watu wote. Mungu anataka kutengeneza agano. Bwana anataka kutengeneza agano. Anataka kutengeneza agano nao, lakini kwanza waitikie. Bali walipoitikia, Mungu aliambia Musa basi aandae sadaka, na sadaka litakuwa nini? Sadaka la ng'ombe na mbuzi. Tukirudi katika Kutoka sura 24 mstari wa 5, inasema hivi: kisha Musa, sasa huyo ni Musa, kisha akawatuma vijana wa Waisraeli wamtolee Mwenyezi Mungu sadaka za kuteketezwa na kumchinjia sadaka za amani za ng'ombe. Mstari wa 9, Mose akachota nusu ya damu ya wanyama hao na kuiweka katika mabirika, na nusu nyingine akairashia ile madhabahu. Kisha akachukua kitabu cha agano la Mwenyezi Mungu akakisema mbele ya watu, nao wakasema, hayo yote aliyoyasema Mwenyezi Mungu tutayafanya. Tuendelee. Mose akaichukua hayo yote aliyosema Mwenyezi Mungu tutayafanya, nasi tutakuwa watiifu.
Mose akaichukua ile damu na kuwanyunyizia watu akisema, hii ndiyo damu ya agano ambalo Mwenyezi Mungu amelifanya nanyi kufuatana na maneno hayo yote. Unasikiza? Walitengeneza agano na Mungu, lakini agano, damu lilihitajika kama kiunganishi kati ya binadamu na Mungu. Ilikuwa kiunganishi kati ya binadamu na Mungu. Ndugu zangu, Mungu akitengeneza agano na binadamu, utapata atatumia mnyama. Utapata akitumia mnyama. Kwa nini ninakuambia hivi? Ninakuambia ndio tukifika katika maisha ya Yesu Kristo, kwa nini damu inahitajika, ndio ukuwa umeelewa kuwa huyu Mungu wa Biblia ama Mungu wa mbinguni anakuwa akitumia damu kama agano kati ya binadamu na yeye. Ndio ukifika katika maisha ya Yesu, ndio ukisikia yote ambayo Yesu anasema kuhusu damu, ndio utaelewa kwa kinaga ubaga kuwa damu ni kitu ambacho kinahitajika katika maisha yako na Mungu. Tukienda katika kitabu cha Walawi sura ya 17 mstari wa 11, nataka kukuisisitiza kwa nini damu inahitajika. Tukienda kwa Yesu, kwa nini damu ya Yesu inahitajika Waislamu waokoke? Kwa nini damu ya Yesu inahitajika watu wa Kristo waokoke? Kwa nini kwa damu ya Yesu inahitajika dunia mzima ndio waokoke? Amina. Kwa nini itahitajika? Walawi sura ya 17 mstari wa 11 unasema hivi. Mungu anaongea na Musa, anamwambia itakuwa hivyo kwa sababu uhai. Tukirudi kwa mstari wa 10, nataka kuanza mstari wa 10 ndio tupate undani. Mstari wa 10 unasema hivi: kama mtu yeyote wa jumuiya ya Israeli au mgeni anaishi kati yao anakula damu yoyote, mimi nitamwandama mtu huyo aliyekula damu na kumtenga mbali na watu wake. Mungu anasema atamuua. Mungu anasema Muisraeli yote ama mgeni ambaye anakula damu yoyote, ni ya mnyama, ni ya kuku, ni ya binadamu, mtu yoyote ambaye anakula damu yoyote, mimi nitamwandama mtu huyo aliyekula damu na kumtenga mbali na watu wake. Unasikia? Kumtenga mbali na watu wake ni kumaanisha atakuangamiza. Atakuangamiza. Tukienda mstari wa 11 inasema hivi: itakuwa hivyo kwa sababu uhai wa kiumbe umo katika damu. Nimewaagiza kuitolea damu madhabahuni ili kufanya ibada ya upatanisho kwa ajili ya roho zenyu, kwa sababu damu hufanya upatanisho, maana uhai umo katika damu. Mungu anasema upatanisho wa binadamu na yeye Mungu unatoka saa zile damu ya mnyama umemwagika. Mungu anasema siku ile ya Musa watu walikuwa wanaleta wanyama. Walikuwa ukifanya dhambi, kama wewe umefanya dhambi kwa Mungu, unachukua kondoo, unachukua mnyama, unapeleka katika kuhani. Huyo kuhani anachinja, na ikichinjwa hiyo damu ikimwagika, wewe unapokea nini? Unasamehewa dhambi, ama unaletwa upatanisho kati yako na Mungu. Dhambi yako inasamehewa. Siku ya Musa uchinjaji wa mbuzi ulikuwa unafanyika, ndio kama wewe umefanya dhambi unapatanishwa na Mungu, ama Mungu anakusamehea kwa sababu damu ilimwagika. Na damu ya mnyama ni muhimu sana kwa Mungu kwa sababu damu uko na uhai. Ndugu zangu, damu ya Yesu inakusamehea. Kwa nini? Kwa sababu damu ya Yesu iko na uhai, inaleta upatanisho kati yako na Mungu. Vivyo hivyo damu ambayo ilikuwa inasisitizwa na Musa, Mungu anasema leteni
leteni wanyama katika madhabahu zangu, na mtu yeyote ambaye amefanya dhambi mlete kondoo ama mbuzi, akichinjwa huyo damu ikimwagika nitamsamehea, kwani mimi ninataka upatanisho kati yangu na huyo mtu. Huyo mtu asiangamie aende kuzimu, asiende kuchomeka katika jehenamu. Kwa hivyo Mungu anasema hivi, leta wanyama kama kondoo ama mbuzi, wakichinjwa nitamsamehea, kwa kuwa uhai wa huyo mnyama uko ndani ya damu, na huyo italeta upatanisho kati yangu na yule mtu ambaye amefanya nini? Amefanya dhambi kwangu. Damu ni muhimu sana kwa Mungu. Wacha tuongeze mengi, tuone kwa nini Mungu anatumia damu kwa maagano zake. Tukienda katika Hesabu sura 25, mambo yalifanyika hivi. Waisraeli, aliwatenganisha Mungu Waisraeli na watu wengine. Aliwafanya wakuwe watakatifu mbele zake. Aliwafundisha utakatifu na vile wataishi katika maisha yao. Alitengeneza agano ya damu nao, na watu wakasema tutatii yote Mungu atasema. Lakini kuna siku kitu kilifanyika. Wakati walienda katika nchi fulani ambayo inaitwa nchi ya Midiani, hao Waisraeli walianza kutangamana na watu wa hiyo nchi, wakaanza kuabudu sanamu, wakaanza kukua watu ambao wanafanya usherati na wanawake wa hiyo nchi. Mungu akakasirika sana. Mungu aliwaambia, alitengeneza agano la damu nao. Tunaona katika Kutoka sura 24, alitengeneza agano nao kupitia damu. Wakasema tutakusikiliza Mungu. Lakini wakati walienda katika hiyo nchi ya Midiani, wakaona wanawake ni wazuri, wakaanza kusherekea nao, wakafanya usherati nao, wakaanza kutengeneza maagano na miungu za kigeni. Mungu alikasirika. Sasa tutaanza kuelewa, ndio nataka kukufafanulia, ndio sasa tukianza kusoma uelewe. Katika Hesabu mstari wa 25 tuisome. Tukianza mstari wa kwanza unasema hivi: Waisraeli walipokuwa huko Shitimu, wanaume walianza kuzini na wanawake wa Moabu. Wanawake hao waliwaalika Waisraeli washiriki matambiko walioyatambikia miungu yao, na Waisraeli wakala chakula na kuiabudu miungu yao. Ndivyo Waisraeli walivyojiunga na Mungu Baali wa Peori, nayo hasira ya Mwenyezi Mungu ikawaka dhidi yao. Basi Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, wachukue viongozi wote wa Israeli wanyonge mbele yangu juani, ili ghadhabu yangu dhidi yenu ipite. Mungu alikasirika sana. Mungu alikasirika sana. Lakini kuna mtu mmoja ambaye alichukua mwanamke mmoja wa hiyo nchi akaleta kwa Waisraeli na akaenda kulala na yeye. Nataka kuone nini lilifanyika nini. Tukishuka chini katika mstari wa 6, Biblia inasema hivi: wakati huo mtu mmoja akamleta mwanamke mmoja Midiani nyumbani kwake. Mose na jumuiya yote ya watu wa Israeli wakiwa wanaomboleza penye lango la hema la mkutano. Basi Finehasi ni mtoto wa Aroni, ambaye alikuwa kuhani wa Mungu. Finehasi mwana wa Eleazari mwana wa kuhani Aroni alipoona hayo, aliinuka akatoka katika hiyo jumuiya, akachukua mkuki na kumfuata yule Mwisraeli mpaka hemani, akawachoma mkuki wote wawili tumboni. Maradhi mabaya yaliyokuwa yamewaangamiza Waisraeli yakakomeshwa. Huyu kuhani aliona uovu ambayo huyu Mwisraeli alifanya. Huyu kuhani alikuwa na hasira ya Mungu, akachukua mkuki akaenda akawaua na damu ikamwagika. Umeona? Yeye alikuwa na hasira tu ya Mungu. Alichukua mkuki akaenda kuua huyo Mwisraeli na huyo mwanamke, na damu ya huyo Mwisraeli na mwanamke ikamwagika. Kuna kitu nataka kukufafanulia ilifanyika. Tukishuka mstari wa 11 tuone ni nini Mungu aliongea kuhusu huyo kijana.
Mungu akasema hivi, tukirudi mstari wa 10. Mstari wa 10 nasema hivi, Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, Finesa mwana wa Eleazari mwana wa kuhani Aroni ameizuia hasira yangu dhidi ya Waisraeli miongoni mwenyu. Ni yeye tu aliyeona wivu kama nilionao mimi. Ndiyo maana sikuangamiza Waisraeli wote kwa hasira yangu. Kwa hiyo mwambie kwamba ninafanya naye agano la amani, na agana naye kwamba yeye na wazawa wake watakuwa makuhani milele, kwa sababu aliona wivu kwa ajili yangu. Mungu wake akawafanyia upatanisho wa Israeli. Huyu Mungu alipoona wivu wake ulionekana, alifanya agano na Pihena, lakini huyu Pihena alibahatika kufanya agano kwa kuwa hakujua kuwa pia agano la Mungu linafanyika kupitia damu. Damu ilimwagika alipochukua mkuki akamwaga damu, kwa kuwa damu alimwaga damu, kwa kuwa uhai wa mtu uko ndani ya damu. Mungu akamfanyia yeye peke yake agano na akampatia agano la amani yeye na kizazi chake. Ndugu yangu, Mungu ni Mungu wa agano. Mungu ni Mungu wa agano, na ni Mungu anaangaliaga damu. Kwa nini sasa tunarudi katika maisha ya Yesu? Kwa nini Yesu inasisitizwa kuwa katika msalaba damu yake ilimwagika ndio binadamu waweze kupokea neema kwa Mungu, ndio waweze kusamehewa dhambi? Kwa sababu Mungu alitaka kuwa Yesu alisulubiwa msalaba, damu yake vile ilitiririka ikamwagika na uhai wake ukachukuliwa, kwa sababu damu vile uhai wake ulichukuliwa, damu yake ilimwagika, damu yake, uhai wake ulipotezwa, na kwa hivyo damu ulileta upatanisho kati yangu ama kati yetu na Mungu, na tukatengeneza agano kupitia damu ya Yesu Kristo. Kwa kuwa Biblia inasema katika Walawi sura ya 17 mstari wa 11, alisema damu uko na uhai na ndio upatanisho kati ya Mungu na sisi binadamu ya kutusamehea dhambi. Kabla Yesu akuje, kulikuwa na nabii anaitwa Isaya. Huyu nabii Isaya aliongea mambo mengi sana kuhusu Yesu. Aliongea mambo mengi sana kuhusu Yesu. Na kuna mambo mengi sana Mungu alisema ambayo Yesu atatekeleza. Tukiangalia Isaya sura ya 42 mstari wa 6, Biblia inasema hivi, Mungu anaongea, anasema, mimi Mwenyezi Mungu nimekuita kutenda haki. Aongei sisi, anaongea mambo ya Yesu. Mungu anaongea mambo ambayo Yesu atakuja kufanya. Mungu anaprofesai ama anatabiri yote ambayo Yesu atakuja kufanya. Mungu anasema hivi, anaongelesha Yesu ama anatabiri Yesu ambayo atakuja kufanya. Mungu anasema hivi kuhusu Yesu, anasema, mimi Mwenyezi Mungu nimekuita kutenda haki. Nimekushika mikono na kukulinda kwa njia yako. Nitaweka ahadi na watu wote. Wewe utakuwa mwanga wa mataifa. Mungu anasema Yesu ni ahadi ya watu wote. Atatengeneza ahadi na watu wote kupitia Yesu. Ama Yesu ndio agano ambalo litatushikanisha sisi na Mungu. Ninataka uielewe kwa usahihi. Mungu anasema kuwa nimekushika mikono, anaongea kuhusu Yesu. Nimekushika mikono na kukulinda kwa njia yako. Nitaweka ahadi na watu wote. Ataweka ahadi na Waislamu, ataweka ahadi na Wakristo, ataweka ahadi na watu wote, ataweka ahadi na watu wote kupitia Yesu Kristo, kwa kuwa Yesu ndio agano ama ndio hiyo ahadi. Tukienda katika Zekaria, Mungu anaendelea kutufunulia hiyo ahadi ni nini.
Katika Zakaria sura ya 9 mstari wa 11 Biblia inaendelea, Mungu anatufunulia mengi, anatuendeleshea na kutuambia mambo ya Yesu. Anatuambia hivi, Mungu akisema, Mwenyezi Mungu asema hivi. Sikiza tena, ni huyo Mungu amesema atatumia Yesu kama ahadi ya binadamu wote. Hii ahadi ni nini? Tuendelee kuelewa. Katika mstari wa 11 Biblia inasema hivi, Mwenyezi Mungu asema hivi, kwa sababu ya agano langu nanyi, agano lililothibitishwa kwa damu, nitawakomboa wafungwa wenu walio kama wafungwa katika shimo tupu. Shimo tupu ni Jehanamu. Nitairudia polepole uelewe. Mwenyezi Mungu asema hivi, kwa sababu ya agano langu. Agano langu ni ahadi yangu. Ahadi yake ni nini? Ahadi ambayo ataleta Yesu Kristo duniani akufe katika msalaba. Hiyo ndio ahadi. Na hiyo ndio agano. Kwa sababu ya agano langu. Agano lake ni nini? Agano la kutusamehea. Agano la kutupatanisha pamoja. Lakini agano la kutupatanisha pamoja lazima damu imwagike. Unasikia? Agano lake ni nini? Agano la kutusamehea dhambi. Na hiyo agano lake ni nini? Agano la kutupatanisha. Na hiyo agano lake ni nini? Ni agano lazima damu itumike. Na hii damu ni nani ataleta? Ni damu ambayo Yesu atamwaga msalabani. Lakini Mungu anasema hivi, tuirudia tena polepole ndio uelewe. Anasema Mwenyezi Mungu asema hivi, kwa sababu ya agano. Agano ni nini? Agano ni ya upatanisho sisi na yeye. Kwa sababu ya agano langu nanyi, agano ni Yesu, agano lililothibitishwa kwa damu. Unasikia kuna agano mbili? Kuna agano mbili. Mungu ametuahidi kuwa anataka kutupatanisha sisi na yeye kupitia kutusamehea dhambi. Lakini atatusamehea dhambi haje? Atatusamehea dhambi kwa agano ligipi? Hiyo agano la damu. Na hiyo damu ni ya nani? Hiyo damu ya Yesu Kristo. Mungu anasema hivi, atatusamehea dhambi zetu kupitia agano. Hiyo agano ni nani? Agano ni Yesu. Na hiyo agano itafanyika aje? Itafanyika kupitia damu yake. Turudia polepole tuielewe. Mwenyezi Mungu asema hivi, kwa sababu ya agano ni upatanisho wetu na yeye, agano langu nanyi, agano lililothibitishwa kwa damu. Damu ni gani? Damu ya Yesu. Nitawakomboa wafungwa wenyu walio kama wamefungwa katika shimo tupu ama Jehanamu. Mungu anasema kabla ukufe uende Jehanamu, ninataka kutengeneza agano na wewe. Na wewe ukimuuliza ni agano gani Bwana? Atakwambia ni agano ambalo nilileta duniani, ni mwana wangu Yesu Kristo aliyekufa msalabani. Ndiyo agano ambalo mimi nataka kutengeneza nawe, ndio nikusamehee dhambi. Kabla uende Jehanamu, nitakusamehea, nitakupatia uzima wa milele. Ndugu yangu, ukikufa bila hii agano utatupwa Jehanamu. Lakini Mungu anasema saa hii, kwa sababu bado wewe unaishi, ametengeneza agano na wewe, na ametengeneza agano na watu wote. Na hii agano ni agano ya damu ambayo Yesu Kristo ataileta duniani kupitia msalaba wake. Wacha turudi katika maisha ya Yesu, tuisikie kwa unaga ubaga. Ndugu yangu, unaga ubaga. Ubaga unaga. Unaga ubaga ama ubaga unaga. Katika kitabu cha Yohana, wacha tusikie Yesu anasema nini kuhusu hii mambo ya agano. Yesu akasema hivi. Yohana sura ya 6 mstari wa 53. Yesu akasema hivi. Yesu alikuwa akiongelesha watu wengi sana. Akawaambia, kweli nawaambieni, msipokula mwili wa mwana wa mtu na kunywa damu yake, hamtakuwa na uhai ndani yenu. Umeelewa? Hamtakuwa na uhai. Na tunajua kuwa damu ndio iko na uhai wa binadamu. Unasikia? Yesu anakuambia hautakuwa na uhai usipokula mwili wake na usipokunywa damu yake, ama usipoitikia agano lake, hautapata uhai. Na unajua kuwa yeye damu yake ikimwagika ndio italeta uhai katika maisha yako. Tuirudie tena. Yesu akawaambia,
Kweli nawaambieni, msipokula mwili wa Mwana wa Mtu na kunywa damu yake, hamtakuwa na uhai ndani yenu. Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anao uhai wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Yesu anasema kuwa ukimuitikia yote ambayo alifanya msalabani, ukiitikia siku ya leo, ukiamini kuwa yeye ni Mwokozi na Bwana wako wa maisha yako, na uitikie kuwa alikufa kwa sababu yako na damu yalimtiririka ndio wewe uweze kusamehewa dhambi zako, atakupatia nini? Atakupatia uhai wa milele, ama utapata uhai wa milele, ama Mungu atakupeleka mbinguni, atakutoa Jehenamu katika hiyo njia ambayo Mungu amesema kuwa kupitia damu. Zakaria sura 9 mstari wa 11 unasema kupitia agano la damu atawatoa katika hiyo kuzimu, atawatoa kwa hiyo shimo. Na Yesu anasema ukiitikia mwili wake na damu yake atakupatia uzima wa milele, ama atakutoa kwa hiyo shimo na atakupeleka mbinguni, atakutoa kuzimu, jina lako aiandike mbinguni. Ndugu zangu, Yesu alikuja kumaliza ama kutekeleza yote ambayo yaliandikwa katika kitabu cha Agano la Kale. Yote ambayo Musa alisema, yote ambayo Isaya alisema, yote ambayo manabii wote wa zamani walisema, Yesu alikuja kuitekeleza katika wapi? Katika msalaba wake, ambayo alikufa kwa sababu yako, damu yake ilimwagika kwa sababu yako, ndio ilete upatanisho kati yako na Mungu, ndio uweze kusamehewa dhambi zako, ndio jina yako iandikwe katika ufalme wa mbinguni. Ndugu zangu, hata kama we ni Muislamu, hata kama we ni Mkristo, hata kama we ni Myahudi, Mungu anasema agano lake linahitaji damu, na agano hili la damu ni kupitia Yesu Kristo, ambaye damu yake ilitiririka, na Yesu hakukuwa na dhambi yoyote. Hata tukiangalia katika kitabu cha Quran na Biblia yote inasema kuwa huyo mwana ambaye ni Yesu Kristo hakukuwa na dhambi yoyote. Hata Quran inasema kuwa huyu Yesu, ama wanamuita Isa, hakuna dhambi yoyote alifanya duniani. So Yesu alimtumia kama sadaka ya binadamu wote, kwa kuwa yeye mwenyewe hakukuwa na dhambi ndani yake, na Yesu alimtumia kama kondoo ambayo itachinjwa. Kupitia damu yake tutasamehewa dhambi zetu. Bado Yesu anakuita. Bado Yesu anakuita. Ajali uko utamaduni gani, ajali uko sehemu gani, ajali uko dini gani, bado Yesu anakuita. Anasema alimwaga damu yake msalabani ndio uweze kusamehewa dhambi zako. Kama vile Mungu aliambia Musa kuwa damu inahitajika kusamehea binadamu, vile vile Yesu alikuja duniani, damu yake ikamwagika ndio iweze kusamehea watu wote duniani. Haijalishi wewe ni Muislamu, haijalishi wewe ni Mkristo, haijalishi wewe ni dini gani, Mungu bado anataka kutengeneza agano nawe kupitia damu ya Yesu Kristo. Mungu ni Mungu wa agano, na Mungu hutumia damu kutengeneza agano na binadamu. Hakuna damu ambayo inaweza samehea watu. Hakuna damu ambayo inaweza fanya uandikwa katika kitabu cha mbinguni cha uhai ambacho kiko mbinguni. Mungu atakuandika ukiitikia Yesu Kristo kama Mwokozi na Bwana wako. Siku ya leo ndugu zangu, nilikuwako tu ninawafundisha kuwa Mungu wetu ni Mungu wa agano, na agano lake hupitia damu. Huliandika na hulisajili kupitia damu, na damu ya Yesu Kristo. Hakuna damu ingine ambayo inahitajika, ni damu ya Yesu Kristo. Hauhitaji kumwagika, yalimwagika mara moja, na kutoka leo mpaka milele hiyo damu bado inalilia binadamu na inatamani watu wakuje kwake
ndio waweze kupata uhai wa milele kupitia damu yake. Mungu ametusisitiza kuwa anataka kutengeneza agano na binadamu, na agano kupitia damu ya Yesu Kristo. Siku ya leo ndugu yangu, kama umesikia hii neno na wewe bado hujamuitikia huyu Yesu Kristo, ninaomba kama unaweza omba nami hata kama ni dakika moja na umpokee. Nitaomba nawe. Nataka useme hili neno. Sema: Bwana Yesu Kristo, nisamehe dhambi zangu. Ulikufa msalabani na damu yako yakatiririka. Ninaomba damu yako yafute dhambi zangu. Ninaomba damu yako yafute dhambi zangu. Ninakiri kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wangu. Ninashukuru kwa kuniandika kwa kitabu cha uhai na kunitoa kwa kitabu cha kuzimu. Yesu, nisaidie. Yesu, nisaidie. Kama umeomba nami, Mungu ni Mungu wa imani. Biblia inasema hivi: ukiamini kwa moyo wako na ukikiri kwa mdomo wako utapata wokovu. Ukiamini kwa moyo wako na ukikiri kwa mdomo wako utapata wokovu. Mungu ni Mungu wa kusamehea. Alinisamehea, pia wewe atakusamehea. Siku ya leo Bwana tunamshukuru kwa neno lake. Leo ndugu zangu, ninasema hadi wakati nyingine tutaonana. Amen.